Rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma onyo kali kwa nchi za magharibi akisema Moscow itachukua hatua kali za kulipiza kisasi endapo meli za biashara za Urusi zitakamatwa au kuzuiwa. Putin amesema Urusi haitolazimika kulipiza kisasi katika eneo lile ambako meli zake zingeshambuliwa au kuzuiwa, akisisitiza kwamba Moscow inaweza kuchagua mahali inapoona panafaa kuchukua hatua. Kauli hiyo imekuja wakati Putin alipowasili Yuzhno-Sakhalinski katika mashariki ya mbali ya Urusi kushiriki hatua ya mwisho ya mazoezi ya kijeshi ya Pacific Fleet. Safari hiyo imefanyika wakati ambapo Urusi imeendelea kuongeza msisitizo wake kwenye uwezo wake wa kijeshi na wa majini katika eneo la Pacific, huku mvutano kati ya Moscow na nchi za magharibi ukiendelea. Akizungumzia uwezekano wa meli za biashara za Urusi kukamatwa, Putin amesema Moscow itajibu kwa hatua zinazolingana. Lakini rais huyo ameongeza jambo muhimu zaidi kwamba Urusi huenda isijibu katika eneo lile ambako tukio limetokea. Kwa mujibu wa kauli yake, Urusi inaweza kuchagua eneo jingine kabisa ambalo itaona linafaa kwa kulipiza kisasi. Hii inaifanya kauli hiyo kuwa muhimu zaidi kwa sababu inaashiria kwamba Moscow haijifungi kwenye eneo moja la kijiografia. Kwa mfano, endapo meli ya Urusi ingezuiwa katika eneo fulani la bahari, jibu la Moscow linaweza kutokea katika eneo jingine ambalo Urusi italiona kuwa la umuhimu mkubwa na wa kimkakati. Hii ni aina ya ujumbe unaolenga kuongeza gharama za hatua yoyote dhidi ya meli za Urusi. Naibu mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Urusi Dmitry Medvedev ameongeza uzito wa kauli hiyo kwa kusema kwamba nchi za magharibi hazina haki ya kuzizuia meli za kibiashara zinazotumia kile kinachojulikana kama flags of convenience. Flags of convenience ni hali ambapo meli husajiliwa chini ya bendera ya nchi ambayo si lazima iwe nchi ya mmiliki halisi wa meli hiyo. Mfumo huu unatumiwa sana katika biashara ya kimataifa kwa sababu kampuni zinaweza kuchagua nchi fulani kwa ajili ya usajili wa meli kutokana na sheria, gharama na taratibu za kibiashara. Medvedev ameonya kwamba Urusi inaweza kujibu kwa kile alichokiita hatua ya symmetrical response endapo meli za Urusi zitazuiliwa. Ameenda mbali zaidi kwa kusema kwamba Urusi inaweza kulenga meli za nchi adui ikiwa hakutakuwa na mashaka ya kutosha kwamba meli hizo zinabeba mizigo kwa maslahi ya upande unaoonekana kuwa wa adui. Kauli hiyo imeongeza hofu kwamba mzozo wa Urusi na Magharibi unaweza kuanza kuathiri zaidi usafirishaji wa baharini na biashara ya kimataifa. Kwa miaka ya hivi karibuni, sehemu kubwa ya mzozo kati ya Urusi na nchi za Magharibi imekuwa ikihusisha vita vya Ukraine, vikwazo vya kiuchumi na mapambano ya kidiplomasia. Lakini suala la meli za biashara linaweza kufungua eneo jipya la mgongano huo. Meli za kibiashara husafirisha mafuta, gesi, nafaka, madini, vifaa vya viwandani na bidhaa nyingine muhimu. Iwapo nchi zinaanza kuzuia meli za kibiashara zinazohusishwa na upande mwingine, hatari zinaweza kwenda mbali zaidi ya nchi zinazohusika moja kwa moja. Gharama za bima zinaweza kupanda, njia za usafirishaji zinaweza kubadilishwa na kampuni zinaweza kulazimika kutumia njia ndefu zaidi. Katika mazingira ya vita au mvutano mkubwa, hatua kama hizo zinaweza pia kuathiri bei za bidhaa na nishati duniani. Wakati wa ziara yake ya mashariki ya mbali, Putin pia ametembelea Guided Missiles Cruise Varyag, meli kubwa ya kivita ya Urusi. Ziara hiyo imekuwa na umuhimu wa kiishara kutokana na historia ya meli hiyo. Putin aliambiwa kwamba historia ya jina la Varyag katika jeshi la majini la Urusi inarudi nyuma zaidi, huku meli ya awali iliyobeba jina hilo ikiwa iliwekwa kwenye ujenzi mwaka 1897 katika Philadelphia, Marekani. Rais huyo alitembelea sehemu mbalimbali za meli hiyo, ikiwa ni pamoja na kanisa lililopo ndani ya meli na pia akaweka saini kwenye kitabu cha wageni. Ziara hiyo imekuja wakati Putin akiwa katika eneo ambalo Urusi inalipa umuhimu mkubwa wa kijeshi na kimkakati. Cruise Varyag ni sehemu ya Pacific Fleet ya Urusi na imekuwa mojawapo ya meli zinazowakilisha uwezo wa Moscow wa kutumia nguvu za majini katika eneo la Pacific. Meli za aina hii zinaweza kubeba makombora ya kuongozwa na mifumo mbalimbali ya ulinzi na mashambulizi. Kwa hiyo, uwepo wa Putin ndani ya meli hiyo wakati wa mazoezi ya Pacific Fleet unatoa ujumbe wa kisiasa na wa kijeshi kuhusu umuhimu ambao Moscow inaweka kwenye nguvu zake za majini. Wakati hayo yakiendelea, Urusi pia imeanza mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Kyrgyzstan. Bendera ya Urusi imepandishwa pamoja na bendera ya Kyrgyzstan katika eneo la mazoezi hayo, ikiwa ni ishara ya ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mazoezi hayo yanalenga kuongeza ushirikiano na utayari wa vikosi vya kijeshi vya nchi hizo. Kauli iliyotolewa wakati wa kuanza kwa mazoezi hayo ilisema imani ipo kwamba zoezi hilo litaunganisha wanajeshi wa nchi hizo mbili katika kukabiliana na mashambulizi yoyote ya kijasusi au ya kijeshi. Kwa Moscow,
ushirikiano wa kijeshi na nchi za Asia ya Kati ni sehemu muhimu ya kuhakikisha kwamba inaendelea kuwa na ushawishi katika eneo ambalo kihistoria limekuwa na umuhimu mkubwa kwa usalama wa Urusi. Mashariki ya mbali ya Urusi ina mpaka wa baharini unaounganisha Moscow na eneo kubwa la Pacific. Eneo hilo liko karibu na Japan, Korea Kusini, Korea Kaskazini na maeneo mengine muhimu ya Asia Pacific. Pacific pia ni moja ya maeneo ambayo nguvu kubwa za kijeshi duniani zinakutana. Marekani ina uwepo mkubwa wa kijeshi katika eneo hilo, huku China ikiendelea kuongeza nguvu zake za majini na Japan pamoja na Korea Kusini zikiendelea kuimarisha uwezo wao wa ulinzi. Kwa hiyo, mazoezi ya Pacific Fleet ya Urusi hayawezi kutazama kama suala la ndani pekee. Yanaweza pia kuwa sehemu ya ujumbe mpana wa kimkakati kwamba Moscow ina uwezo wa kuonyesha nguvu zake katika maeneo mbalimbali duniani licha ya kutumia rasilimali nyingi katika vita vya Ukraine. Kauli ya Putin kuhusu meli za biashara inakuja wakati ambapo tayari kumekuwa na mvutano mkubwa kuhusu utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Urusi. Nchi za Magharibi zimekuwa zikitumia vikwazo vya kiuchumi kama sehemu ya mkakati wa kuishinikiza Moscow kutokana na vita vya Ukraine. Urusi kwa upande wake imekuwa ikitafuta njia za kukabiliana na vikwazo hivyo na kuendeleza biashara yake kupitia masoko mengine. Sasa kwa kuonya kwamba hatua dhidi ya meli za Urusi zinaweza kusababisha kulipiza kisasi dhidi ya meli zinazohusishwa na nchi adui, Moscow inaongeza kiwango cha hatari katika bahari za kimataifa. Ikiwa vitendo kama hivyo vitatokea mara kwa mara, vinaweza kusababisha hali ambayo meli za kibiashara zitalazimika kupewa ulinzi zaidi au kubadilisha njia zao. Swali kubwa ni kama mvutano huu unaweza kubadilika kutoka vitisho vya kisiasa na kiuchumi kwenda kwenye mapambano ya moja kwa moja ya baharini. Kwa sasa, kauli za Putin na Medvedev ni onyo la kisiasa na kimkakati, si ushahidi kwamba Urusi tayari imeanza kampeni ya kushambulia meli za nchi za Magharibi. Lakini kwa lugha inayotumiwa na viongozi hao inaonyesha kwamba Moscow inataka kuweka wazi kwamba inaona meli zake za kibiashara kama sehemu ya maslahi yake ya kitaifa ambayo iko tayari kuyatetea. Na ikiwa meli za Urusi zitazuiwa, Moscow inataka wapinzani wake wajue kwamba gharama zinaweza kulipwa katika eneo jingine na kwa njia nyingine. Mazoezi ya Pacific Fleet, ziara ya Putin kwenye cruise Varyag na kuanza kwa mazoezi ya pamoja na Kyrgyzstan yanaonyesha picha moja kubwa. Urusi inajaribu kuonyesha kwamba licha ya changamoto za vita vya Ukraine na shinikizo la Magharibi, bado ina uwezo wa kuendesha shughuli za kijeshi katika maeneo mbalimbali. Kauli ya Putin kuhusu meli za biashara inaongeza kipengele kingine. Moscow iko tayari kuunganisha usalama wa biashara yake ya baharini na uwezo wake wa kijeshi. Hii inaweza kuwa na umuhimu sana katika kipindi ambacho vita vya Ukraine vinaendelea na uhusiano kati ya Urusi na nchi za Magharibi ukiwa katika kiwango cha juu cha mvutano. Kwa sasa, ujumbe kutoka Kremlin ni mmoja. Urusi haitaki kuona meli zake za biashara zikikamatwa bila jibu. Na endapo hatua hiyo itachukuliwa, Moscow inasema yenyewe ndio itaamua wapi na kwa namna gani itajibu.